وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار. Ndugu zangu, kwanza tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na ihsani yake, ametuwezesha tumeweza kukutana tena katika majlisi yetu ya leo baada ya siku kadhaa tulipokuwa katika masiku ya Eidul Adha, Eid ya kuchinja. Tukawa na mapumziko mafupi ya durusi mbalimbali ambazo zinaendelea, lakini walillahi alhamdu, masiku hayo matukufu yamekamilika vyema, na Allah subhanahu wa ta'ala apokee funga zetu na amali zetu za kheri ambazo tumezifanya katika masiku hayo matukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mwezi huu wa Dhulhijja ndiyo mwezi ambao limetokea lile tukio la Ibrahim alayhi salam alipotaka kumchinja mwanawe Ismail alayhi salam. Lakini pia ipo kila inayosema hakuwa Ismail bali alikuwa ni Ishaq. Wanawachuoni wamehtilafiana juu ya Ismail au Ishaq. Ibrahimu alikuwa na watoto wawili, alikuwa na mtoto alikuwa akiitwa Ishaq na alikuwa na mtoto akiitwa Ismail. Wote hawa ni watoto wa Ibrahim alayhi salam, na wanawachuoni wamehtilafiana kwamba ni mtoto gani Ibrahimu alitaka kumchinja pale ambapo alipokuwa ameota katika ndoto jambo hilo. Lakini qaulu rajih au qauli rajih, kauli yenye nguvu kwa wanawachuoni ni kwamba Ibrahim alitaka kumchinja Ismail alayhi salam, japokuwa kuna khilafu katika jambo hilo. Ibrahim alitaka kumchinja Ismail alayhi salam. Majlisi yetu ya leo tutalenga kuelezea tukio hilo, lakini katika mtazamo wa mada inayosema watoto pamoja na wake zetu wanaweza kuwa ni sehemu ya ushauri katika maisha yetu. Watoto pamoja na wake zetu wanaweza kuwa ni sehemu ya ushauri katika maisha yetu. Hii ndiyo mada ambayo tunalenga kuizungumzia, lakini kupitia kisa cha Ibrahim alayhi salam pale ambapo alipotaka kumchinja mwanawe Ismail alayhi salam. Kwanza tutambue ya kwamba wahyi kwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na manabii huwa unakuja katika namna kuu mbili. Inawezekana wahyi ukaja katika mtindo wa Jibril alayhi salam, akatumwa kupeleka wahyi. Jibril alayhi salam ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye katika jina lingine anaitwa ni Ruhul Amin. Mtume au nabii anaweza akapelekewa ujumbe kupitia Jibril alayhi salam, au wakati mwingine wahyi unaweza ukaja katika ndoto, kwamba mtume au nabii anaweza akapokea wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ndoto. Ibrahim alayhi salam yeye alipokea wahyi huu kutoka kwa Allah kupitia ndoto, na Ibrahim alayhi salam alitekeleza ile ndoto au ule wahyi aliopokewa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ndoto, ikiwa kama vile ni amri iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe mtoto, na ndani ya Qur'ani ukisoma utaona ile dua ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema rabbi habli minas salihin. Ibrahimu alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala,
Mwenyezi Mungu ninakuomba unipe kizazi kilichokuwa chema. Rabbi habli minas salihin, Mwenyezi Mungu nakuomba unipe kizazi kilichokuwa chema. Katika ile dua nyingine utakuta Mwenyezi Mungu anasema Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lilmuttaqina imama. Dua zote hizi zinaashiria juu ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kizazi kilichokuwa chema. Na Ibrahim alayhi salam alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kizazi kilichokuwa chema. Rabbi habli minas salihin, Mwenyezi Mungu naomba unipe kizazi kilichokuwa chema. Katika moja ya mitihani aliyoipitia Ibrahim alayhi salam, mojawapo ni kukosa kizazi kwa muda mrefu. Ibrahimu alikuja kupata mtoto akiwa na umri wa miaka 80 na tayari alishakuwa mtu mzima sana, ndio Ibrahimu alayhi salamu anakuja kupata mtoto. Na Ibrahimu alikuwa na wake wawili. Mke wake wa kwanza alikuwa akiitwa Sara na mke wake wa pili alikuwa akiitwa Hajra. Hajra alikuwa ni kijakazi wa Ibrahimu alayhi salam, ni msichana ambaye alikuwa akisaidia kazi nyumbani kwa mama yetu Sara. Na mama yetu Sara kwa kuwa umri wake ulikuwa mkubwa sana ulienda, na Ibrahimu alikuwa hana mtoto na mama Sara vile vile umri umekwenda, wakaona hawana uwezekano wa kupata mtoto, ndio Ibrahimu alayhi salam akamuoa mama yetu Hajra ambaye alikuwa ni binti mdogo. Ibrahimu alayhi salam akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas salihin, Mwenyezi Mungu naomba unipe kizazi kilichokuwa chema. Baada ya kuomba dua hii Ibrahimu alayhi salam, Mwenyezi Mungu anasema fabasharnahu bighulamin halim, tukambashiria Ibrahimu alayhi salam kwamba atapata mtoto au kijana aliyekuwa mwema. Japokuwa kwenye aya hii na kwenyewe kuna khilafu, kuna ikhtilafu ya wanawachuoni kwamba fabasharnahu bighulamin halim alikuwa ni Ishaq, lakini wanawachuoni wengi wa tafsiri wanasema fabasharnahu bighulamin halim alikuwa ni Ismail alayhi salam. Na ipo khilafu kwa wanawachuoni kwamba ni nani aliyetanguliwa kuzaliwa, ni nani aliyetangulia kuzaliwa kati ya Ismail na Ishaq. Yani wanawachuoni wamehtilafiana kwamba nani alikuwa wa kwanza kuzaliwa kati ya Ismail na Ishaq. Lakini Ibrahim alayhi salam alipomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu naomba unipe mtoto, unipe kizazi kilichokuwa chema, Mwenyezi Mungu akamjibu fabasharnahu bighulamin halim, tukambashiria kwamba atapata mtoto aliyekuwa mwema, kijana aliyekuwa mwema. Ulama wanasema alikuwa ni Ismail alayhi salam. Jambo hili tunajifunza kitu ndani yake, kwanza kwamba kutokata tamaa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla ya kuingia katika mada yenyewe, kutazama yale ambayo Ismail alileta manufaa kwa baba yake na mke wake Hajra alileta manufaa kwa mume wake Ibrahim alayhi salam. Kwanza tunaanza kujifunza Mwenyezi Mungu alipomjibu Ibrahim alayhi salam fabasharnahu bighulamin halim, tukambashiria kwamba atapata mtoto aliyekuwa mwema. Hapa tunapata funzo kwamba kutokata tamaa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahimu alikuwa mtu mzima sana, lakini juu ya utu uzima wake hakukata tamaa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Bado aliendelea kusubiri, bado aliendelea kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, bado aliendelea kuwa na subra, na mwisho wa siku Allah subhanahu wa ta'ala akampa mtoto ambaye ni Ismail alayhi salam. Inawezekana ikakatika miaka mingi sana, mtu ukawa na jambo unalifuatilia likawa halikutimia jambo lili,
na inawezekana kwa miaka mingi sana ukawa na jambo unalisubiria, lakini jambo hilo likawa halikutimia kwa kipindi chote ambacho ulichokuwa unasubiri. Kisa hiki cha Ibrahim alayhi salam kinatufundisha ya kwamba tusikate tamaa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anaweza akajibu jambo la aina yoyote au haja au shida ya mtu yoyote katika muda ambao mwanadamu hakutarajia, na Allah subhanahu wa ta'ala akampa lile ambalo analihitaji. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema la taqnatu min rahmatillah, mwanadamu asikate tamaa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ambavyo tunaona Ibrahim alivyokuwa hajakata tamaa juu ya umri wake kuwa ni mkubwa sana, lakini alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi habli minas salihin, Mwenyezi Mungu naomba unipe kizazi kilichokuwa chema. Fabasharnahu bighulamin halim, tukampa bishara ya kwamba atapata mtoto aliyekuwa mwema. Mwenyezi Mungu akakubali dua yake na akampa kweli mtoto aliyekuwa mwema. Kwa hiyo tunajifunza katika jambo kama hilo, katika shida na dhiki mbalimbali tusikate tamaa. Ukisoma katika historia ya Ibrahim utaona ni katika miongoni mwa wale mitume waliopitia katika dhiki na tabu nyingi sana. Ibrahim alayhi salam, ukiacha tu kwamba amepitia msukosuko huo wa kukosa kizazi kwa muda mrefu, lakini bado ndiyo mtume ambaye aliingizwa katika moto. Tunafahamu kwamba Ibrahim alayhi salam aliwekwa katika tanuri la moto lile na watu wake, wakamchukua Ibrahim wakachochea kuni zile za moto kwa muda wa siku 40. Ibrahim alayhi salamu yupo katika moto, amewekwa katika moto kwa lengo la kutaka kuuawa, lakini Mwenyezi Mungu akauamrisha moto akasema, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kuwa salama, kuwa na amani, kuwa bardi juu ya Ibrahim alayhi salam. Ule moto ukawa haukumuunguza Ibrahim alayhi salam. Mitihani yote hii Ibrahim anaipitia, lakini lengo la Allah subhanahu wa ta'ala ni kutaka kuimarisha imani ya Ibrahim alayhi salam. Ibrahimu haikuishia hapo. Mwenyezi Mungu aliposema fabasharnahu bighulamin halim, tutakupa mtoto atakayekuwa mwema, bado Mwenyezi Mungu akaendelea kumpa mtihani Ibrahim alayhi salam. Yule mtoto mwenyewe aliyegewa na Allah subhanahu wa ta'ala akatakiwa kumchinja. Ibrahim alayhi salam, Mwenyezi Mungu anasimulia kisa hiki ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, pindi ambapo Ibrahim alipofikisha umri wa yule mtoto kwenda naye, yule Ismaili alayhi salam alipofikisha umri wa kuweza kutoka naye na kwenda naye katika mizunguko yake mbalimbali, ulama wanasema alikuwa na umri wa miaka 13. Ismail alikuwa na umri wa miaka 13, ndio Allah anasema falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, alipofikisha Ismail umri wa kuweza kutoka naye Ibrahim alayhi salam. Baadhi ya ulama wengine wanasema alikuwa na umri wa miaka 17 Ismail, lakini wengine ulama wa tafsiri wanasema alikuwa na umri wa miaka 13, lakini mahallu shahid kwamba alikuwa na umri wa miaka 13. Ibrahimu sasa alikuwa na uwezo wa kutoka na Ismail, akaenda naye akarudi naye katika mizunguko yake mbalimbali. Mwenyezi Mungu anasema alipofikisha umri huo Ismail alayhi salam qal, Ibrahim alayhi salam akamwambia mwanawe Ismail, ya bunayya, ewe mwanangu Ismail, inni ara fil manami anni adhbahuka, mimi nimeona katika ndoto, nimeota katika ndoto mimi ninakuchinja. Fandhur madha tara, unalionaje jambo hili? Ibrahim alayhi salam anashauriana na mwanae, ya bunayya. Na ulama wanasema
ndani ya Qur'ani limenukuliwa neno ya bunayya, kama vile unavyoona Luqman alipokuwa anamuhusia mwanawe. Luqman alipokuwa anamuhusia mwanawe ndani ya Qur'an, alikuwa anamwambia ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmi al umur. Luqman alikuwa anamuita mwanawe ya bunayya, ewe mwanangu kipenzi. Na Ibrahim alayhi salam alipokuwa anashauriana na mwanawe au anaongea na mwanawe, anamwambia ya bunayya, ewe mwanangu kipenzi wewe, inni ara fil manami anni adhbahuka, mimi nimeona katika ndoto, nimeota katika ndoto ninakuchinja. Fanzur madha tara, mwanangu nalionaje jambo hili? Ulama wanasema hapa kuna hiwar, kuna mazungumzo yaliyokuwa yanafanyika baina ya baba na mtoto. Ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara, mwanangu nimeona mimi katika ndoto ninakuchinja, unalionaje jambo hili? Na tukumbuke mtume au nabii akiota jambo katika ndoto, maana yake jambo hilo linakuwa ni wahi. Ibrahim alayhi salam anamwambia mwanawe kwamba nimeletewa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala nikuchinje. Fanzur madha tara, jambo hili unalionaje? Haya ni mazungumzo baina ya baba na mtoto. Jawabu la Ismail alayhi salam, anamwambia baba yake ya kwamba qal, akasema Ismail alayhi salam, ya abati, baba yangu kipenzi wewe, if'alu ma tu'mar, fanya kile ambacho ulichoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, satajiduni insha Allahu minas sabirin, utanikuta mimi katika miongoni mwa watu wenye kuwa na subra iliyokuwa kubwa sana. If'alu ma tu'mar, fanya kile ambacho ulichoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. If'al ma tu'maru, fanya kile ambacho ulichoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insha Allahu minas sabirin, baba yangu utanikuta mimi katika miongoni mwa watu ambao wenye kuwa na subra kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ismail anamwambia baba yake atekeleze lile jambo la kumchinja. Na hapa ndiyo kwenye nukta yetu ya msingi kwenye darsa yetu ya leo, kwamba watoto na mke wanaweza kuwa ni sehemu ya mashauriano au ya kukushauri kwenye maisha ya kila siku. Mke au watoto wanaweza kuwa ni sehemu ya kukushauri katika maisha ya kila siku, ukiwa kama vile baba au kama vile kichwa cha familia kwenye maisha. Ibrahim alayhi salam alipata mtoto aliyekuwa mwema. Jambo la kwanza, ili uweze kupata mtoto aliyekuwa mwema kama huyu, ni lazima na wewe mzazi uwe mwema, ndio unaweza kupata mtoto aliyekuwa mwema. Jambo la kwanza, ili upate mtoto kama Ismail ambaye unaweza ukamwamrisha kwamba Mwenyezi Mungu ameniamuru mimi nikuchinje, na yule mtoto akakubali maagizo yale kwamba if'al ma tu'maru satajiduni insha Allahu minas sabirin, fanya baba yangu nichinje. Upate mtoto wa aina hiyo, sharti yake ni kwamba ni lazima na baba mwenyewe uwe mwema, ndio unaweza kupata mtoto aliyekuwa mwema. Baba akiwa muovu hawezi kupata mtoto aliyekuwa mwema. Kuna msemo mmoja unasema, alwaladu sirru abihi, mtoto ni siri ya baba yake. Mtoto ni siri ya baba yake. Wakati fulani mtoto akizaliwa wanachukua mwenendo wa baba yake indirect, bila ya baba mwenyewe kumfundisha yule mtoto yale mambo, lakini yule mtoto anaweza kuadapti tabia za baba yake bila ya baba mwenyewe kujua kama mtoto ameadapti tabia zake. Baba anaweza akawa mzinifu, baba anaweza akawa mlevi,
baba anaweza akawa mcheza kamari, akawa ni mtu wa maasi, na yule mtoto automatically anaweza kufata tabia za baba yake bila ya baba kumfundisha yule mtoto zile tabia. Alwaladu sirru abi, mtoto anakuwa ndiyo siri ya baba yake. Kwa hiyo ili mtoto awe mwema, sharti ni baba naye awe mwema, ndiyo mtoto anaweza kuwa mwema. Unavyoona Ismail amekuwa ni mtoto mwema, anamwambia baba yake tekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kwa sababu Ibrahim alayhi salam naye alikuwa ni baba aliyekuwa mwema. Ibrahim alikuwa ni baba aliyekuwa mwema, ndio maana Ismail alikuwa mtoto aliyekuwa mwema. Juzi kuna mahala fulani nilikuwa naandika kwenye nukuu zangu za kila siku, nikasema ya kwamba unapoomba mke aliyekuwa bora, usisahau kuomba na wewe uwe mume uliyekuwa bora, kwa sababu huwezi kuvaa suti na ndara za chooni, huwezi. Unapoomba mke bora, hakikisha ya kwamba unaomba na wewe uwe mume bora, kwa sababu huwezi kuvaa suti na ndara za chooni, huwezi. Haiwezekani uombe mke aliyekuwa bora na wewe mume ni muovu, haiwezekani. Allah subhanahu wa ta'ala akakupa mke aliyekuwa bora. Kwa vyovyote vile Mwenyezi Mungu atakupa mke wa kufanana naye, kwa vyovyote vile. Kwa hiyo unapotaka kupata mtoto aliyekuwa mwema, unapoomba dua kama aliyoomba Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Mwenyezi Mungu nipe kizazi kilichokuwa chema, na Allah akamjibu fabasharnahu bighulamin halim, tukambashiria kwamba atapata mtoto atakayekuwa mwema, ni kwa sababu Ibrahim alikuwa ni mwema. Kwa hiyo ili upate kizazi kilichokuwa chema chenye kutii maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, sharti ya kwamba wewe mzazi mwenyewe uwe mwema. Lakini pia kuna jambo lingine la kujifunza. Ili upate kizazi kilichokuwa chema, sharti wewe baba unapotaka kwenda kumwingilia mke wako uanze na dua kwanza. Ibrahim alayhi salam anafundisha hapa, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas salihin. Kabla hajapata hicho kizazi, hajapata huyo mtoto, kwanza anaomba dua. Na ni mafundisho, ni sunna kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba kabla ya kumwingilia mke wako ni sharti kwanza uombe dua. Na Mtume amefundisha dua, bismillahi allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Hii ni dua ambayo kaifundisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, bismillahi allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Mwenyezi Mungu ninakuomba. Hii ni dua ambayo inatakiwa mtu aiombe kabla ya kumwingilia mke wako. Mwenyezi Mungu ninakuomba, ewe Allah subhanahu wa ta'ala, tukinge sisi kutokana na sheitani, tukinge, tunajikinga kwako kutokana na sheitani, na kikinge kile ambacho utakachoturuzuku, maana yake watoto na sheitani. Tunajilinda kwako sisi na sheitani, lakini vile vile tunakilinda kile ambacho utakachokiruzuku kutokana na sheitani. Hii ni dua aliyofundisha bwana Mtume Muhammad, kwamba mtu kabla ya kumwingilia mke wake kwanza amuombe Allah subhanahu wa ta'ala dua, ndiyo unaweza kupata kizazi kilichokuwa chema. Na Ibrahimu tunaona aliomba Rabbi habli minas salihin, lakini leo tumepata kizazi kilichokuwa kibaya. Tumezaa watoto ambao ni panyarodi, watoto ambao ni wezi, watoto ambao wasiosikia. Ni kwa sababu tunaingilia wake zetu pasipokuwa na dua. Kuna staili ambazo tunazo sasa hivi watu wanaiga. Mtu akimkuta mke wake bafuni anaye, akimkuta mke wake jikoni anaye, akimkuta mke wake sebleni anaye, kila mahala mke wake anaye. Haikukatazwa, haikukatazwa shekhi. Lakini kabla ya kumwingilia mke wako ni vizuri ukaomba dua aliyoifundisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwenyezi Mungu tunakuomba
utukinge na sheitani, na ukikinge kile ambacho utakacho turuzuku kutokana na sheitani kabla ya kumwingilia mke wako. Sasa watu wengi sana huwa wanafeli hapa. Ndio maana ukimwingilia mke wako, kile kizazi kinachopatikana kwa kumwingilia mke wako, kama ukuomba dua, kuna possibility kubwa sana ya kile kizazi kuwa ni kizazi kiovu. Kwa hiyo jenga mazoea, jenga utamaduni kabla ya kumwingilia mke wako kuomba dua kwanza, ili iwapo itatokezea kama mke wako atapata ujauzito, kile kizazi kinakuwa tayari kimeshakingwa na sheitani. Sheitani anakuwa hawezi kumchezea yule mtoto au kile kizazi kitakachopatikana. Lakini madhara yanapatikana kwenye kizazi ni kwa sababu tumeacha kuomba dua kabla ya kuwaingilia wake zetu. Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana. Hii ni dua aliyoifundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tunafundishwa ili tupate mtoto aliyekuwa mwema kama Ismail, aliyeweza kukubali maamrisho ya kuchinjwa kutoka kwa baba yake. Sharti ni kwamba lazima uombe dua kwanza. Lazima uombe dua kwanza, wewe mwenyewe uwe mwema. Jambo la pili, lazima uwe na tamaduni ya kumuomba dua Allah subhanahu wa ta'ala, kile atakachokuruzuku kiwe kizazi kilichokingwa na sheitani. Utapata kizazi kilichokuwa chema, mfano wa mtoto ambaye ni Ismail, ambaye baba yake anamwambia nimeota ninakuchinja, unasemaje? Wewe ukitaka kujua una watoto waliokuwa waovu, nenda kamjaribishe mwanao tu usiku wa leo. Ukirudi, mwanangu, nimeota katika ndoto mimi ninakuchinja wewe, na haya ni maamrisho ya Mungu nikuchinje. Alafu sikiliza majibu ya mwanao atakayokujibu, ndio utajua una mtoto mwema, una mtoto muovu. Atakujibu kama Ismail alivyomjibu baba yake, au atatoka mbio kwenda polisi kwamba umemtishia maisha. Kwa vyovyote vile ukimwambia mwanao kwamba nikuchinje, mtoto huyo atatoka, atakwenda kituo cha polisi, atakwenda kufungua kesi kwamba umemtishia maisha. Lakini Ismail haikuwa hivyo. Ismail anamwambia baba yake, ya abati if'al ma tu'maru, fanya kile ambacho ulichoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, satajiduni insha Allahu minas sabirin, utanikuta mimi katika miongoni mwa watu wenye kuwa na subra iliyokuwa kubwa. Kipande hiki cha Ismail alayhi salam alichomwambia baba yake, satajiduni, fanya kile ambacho Mungu alichokuamrisha, tunajifunza ya kwamba kuna malezi hapa. Hapa kuna malezi. Kuna kitu kinaitwa parenting style, yani kuna aina ya malezi ambayo mtu anatakiwa ayafanye kwa mwanawe, ndio anaweza kumpata mtoto mfano wa Ismail, anayeweza kumshauri baba yake akamwambia, ya abati if'al ma tu'maru. Manake Ismail hapa anamshauri baba yake. Baba ameanza kumwambia mwanawe, unaonaje mwanangu? Fadhur madha tara, mwanangu unaonaje? Mtoto anamshauri baba yake, if'al ma tu'maru, baba fanya kile ambacho ulichoamrishwa. Tazama huu ushauri huu. Hapa tunajifunza kwamba kuna aina ya malezi aliyoyapata Ismail kwa baba yake, mpaka akawa anaweza akakaa naye chini wakawa wanashauriana naye jambo. Kuna aina ya malezi aliyoyapata Ismail. Kwa kawaida mtoto kuanzia mwezi mmoja mpaka miaka minne, kuna vitu huwa anaadapti kwa baba yake au kwa mama yake. Mtoto yoyote yule kwenye malezi kuanzia mwezi mmoja mpaka miaka minne, mtoto kuna vitu huwa anaadapti kutoka kwa baba yake au kwa mama yake. Na katika umri huo mtoto anakuwa hawezi kuchanganua lipi zuri na lipi baya. Yeye huwa anachukua tu vile vitu kwa baba yake au kwa mama yake. Mwezi mmoja mpaka miaka minne, yeye huwa anaokota zuri, baya, jema, ovu, huwa anachukua, huwa anaona. Mwezi mmoja mpaka miaka minne, lakini hajui kuchanganua. Na mtoto katika umri huo wa mwezi mmoja mpaka miaka minne,
kunakuwa na vitu viwili katika ubongo wa mwanadamu. Kuna ubongo ambao unaitwa ni conscious mind, na kuna ubongo unaitwa subconscious mind. Kwenye malezi, ubongo unaoitwa conscious mind ni huu ubongo wa kawaida ambao unashirikiana na hizi njia tano za kihisia, mfano macho, pua, mdomo na nyinginezo. Ubongo kuna baadhi ya vitu unajua kupitia njia hizo tano, kwamba huu moto, ile pale taa, unajua hivyo vitu. Lakini kuna kitu kwenye ubongo kinaitwa subconscious mind. Subconscious mind ni sehemu katika ubongo wa mwanadamu, kazi yake ni kuweza kuhifadhi vitu vya muda mrefu au historia au picha ya muda mrefu. Kwa mfano, mtoto wako wa mwezi mmoja mpaka miaka minne, kuna vitu akiwa anaviona kwa baba akiwa anafanya katika umri huo, vile vitu huwa vinakwenda kwenye subconscious mind, huwa vinakaa kwenye akili yake. Kama akiwa anamuona baba ni mlevi katika umri huo, ile picha na ile story huwa inakaa kwenye ubongo wake mpaka anakuwa mkubwa, huwa haiondoki. Tofauti na conscious mind. Lakini subconscious mind, vile vitu huwa vinakaa kwenye ubongo. Ubongo wa mtoto mdogo ni kama unavyoona CD empty au flash, ile inakuwa iko empty. Kazi yako wewe unaweka music mle ndani, unaweka video mle ndani, unaweka picha mle ndani, wewe ndio unaweka mle ndani, lakini yenyewe iko empty, wewe ndio unaweka. Na mtoto akiwa na mwezi mmoja mpaka miaka minne, mfano wake kama unavyoona flash iliyokuwa empty. Sasa yenyewe huwa inapokea kwenye subconscious mind, inakaa kwenye akili yake mpaka anakuwa, huwa anaona. Mpaka anakuwa, yale matukio huwa yanakuwa kwenye akili yake. Ikiwa una kawaida ya kumpiga mama yake, yule mtoto akiwa anaona, yale matukio huwa yanaendelea kubakia kwenye ubongo wake mpaka anakuwa mtu mzima, huwa hayaondoki. Kwa sababu ndio kazi ya subconscious mind, kuhifadhi yale matukio ya muda mrefu. Na ikiwa baba ni mwema, yule mtoto huwa anaanza kuona toka akiwa na umri wa mwezi mmoja mpaka miaka minne, anaanza kumuona baba yake, yale mambo ya kheri anayoyafanya huwa hayaondoki kwenye ubongo wake. Na Ismaila alayhi salam alianza kuona hivyo kwa baba yake toka akiwa na mwezi mmoja mpaka na miaka minne, alikuwa anamuona baba yake kuwa Ibrahimu ni mtu wa kheri. Kwa hiyo tunachojifunza hapa, kuna parenting style, kuna aina ya malezi ambayo inatakiwa baba aweze kuwa nayo kwa mtoto wake toka akiwa mdogo, ili mtoto huyu aweze kuwa mwema. Yako maneno ya watu wa falsafa, watu wa elimu ya malezi, wanasema mtoto katika malezi amegawika katika saba ziko tatu kwenye malezi. Watu wa falsafa ya elimu ya malezi wanasema mtoto kwenye malezi amegawika katika saba ya kwanza, wanawachuoni wa elimu ya malezi wanasema laibuhu sab'an, mtoto cheza naye akiwa na umri wa miaka 7. Kuanzia mwezi mmoja mpaka miaka 7 inatakiwa mtoto uwe unacheza naye yule mtoto, uwe na kanuni ya kucheza naye, unafurahi naye, unacheza naye, umembeba, umemrusha mara hivi, unacheka naye mtoto, unafurahi naye. Miaka 7 ya mwanzo, laibuhu sab'an, cheza naye akiwa na miaka 7, pale ndio unacheza naye mtoto. Na kuna vitu vingi mtoto anajifunza kupitia michezo. Wataalamu wa elimu ya psychology, elimu ya malezi ya watoto, wanasema mtoto mara nyingi huwa anajifunza kupitia michezo. Ndio maana katika moja ya haki ya mtoto ni kumruhusu au kumwachia aende akacheze na wenzie. Lakini anapoenda kucheza, sharti uangalie anayecheza naye ni mtoto wa aina gani. Lakini usimzuie akakaa ndani peke yake, unamnyima haki yake ya kujifunza. Kwa sababu katika umri wa miaka 7 ni lazima mtoto apate haki ya kucheza. Na mtoto huwa anajifunza kupitia michezo. Ndio maana kule shuleni ukienda nasari, kule chekechea, kuna michezo ya watoto huwa inawekwa, kuna bembea, kuna michezo ya kuzunguka. Wale walimu wale wa watoto wale walimu wale wa chekechea, na wenyewe nao wanakuwa kama watoto, ukiwakuta wanawafundisha wale. Mara wanaimba,
mara nao wana katika viuno, mara nao wanakimbia kimbia. Yani wale walimu nao wanakuwa kama watoto. Kwa nini? Kwa sababu watoto huwa wanajifunza kupitia michezo. Ndio watu wa elimu ya falsafa ya malezi wanasema laibuhu sab'an, mtoto cheza naye akiwa na umri wa miaka 7. Kwa hiyo baba, ukitaka kumfundisha kitu mtoto, jaribu kama vile unacheza naye vile. Ukiwa unacheza naye ndio mtoto huwa anajifunza. Ndio maana ukienda katika nasari au chekechea, utakuta katika vyumba vya madarasa vya watoto kuna mapicha picha, kuna makatuni, pamechorwa pengine labda midoli, pamechorwa wanyama. Yani watoto kuna vitu huwa wanajifunza kwa haraka kupitia michezo. Na mbinu iliyokuwa bora kwenye kumfundisha mtoto sio kwenye kumweka darasani tu peke yake, hapana. Mbinu iliyokuwa bora kwenye kumfundisha mtoto ili aweze catch up, aweze kujifunza kwa haraka, ni kucheza naye. Yani kumfundisha kwa michezo. Hata wewe baba, ukiwa unataka kumfundisha mwanao Qur'an, usiwe radical. Yani usiwe radical, usiwe mkali, usiwe mgumu. Yani mfundishe kwa kucheza naye. Afurahi, mama umemletea pipi mara hivi, ndio unamfundisha vile, naye anakuwa anaelewa. Mtoto huwa anajifunza kupitia hivyo. Kwa hiyo watu wa elimu ya malezi wakasema laibuhu sab'an, 7 ya kwanza kuanzia mwaka 1 mpaka miaka 7 ni umri wa wewe kucheza na mtoto wako. Lazima uwe na muda wa wewe kucheza na mtoto wako. Mtume Muhammad alikuwa na kanuni ya kucheza na Hassan na Hussein, wajukuu zake. Alikuwa anacheza nao, hata Fatima alikuwa akicheza naye. Hassan na Hussein kuna baadhi ya wakati walikuwa wanakwenda kumpanda Mtume Muhammad, hata katika swala wanakwenda kumpanda katika mgongo. Mtume alikuwa akiwaona wanakuja, walikuwa wanamkimbilia Mtume, alikuwa anawabeba wale, anawakumbatia, anawabeba, anawarusharusha, anafanya hivi, alikuwa akikimbizana nao. Mtume alikuwa akicheza nao wale. Laibuhu sab'an, cheza nao katika umri wa miaka 7 watoto. Lakini lengo lake Mtume alikuwa wajifunze, na kweli Hassan na Hussein wakawa wanajifunza vitu vingi kwa Mtume Muhammad. Kwa hiyo elimu ya malezi inatukumbusha ya kwanza, kitu cha kwanza, laibuhu sab'an, miaka 7 ya mwanzo cheza naye mtoto. Usiwe mkali kwa mtoto wa mwaka 1, miaka 2. Unamkuta baba anarudi nyumbani amekunja sura kwa mtoto wake wa miaka 2 au 3. Huna sababu ya kukunja sura kwa mtoto wa miaka 2 au 3. Huna sababu hiyo. Yani inawezekana ukiwa nje huku ukawa umekasirishwa, lakini ukirudi nyumbani uso wako unatakiwa ukunjue, yule mtoto aone tabasamu, afurahi, akukimbilie, ucheze naye, ucheke naye. Ndio watoto huwa wanapenda hivyo. Na watoto wana kitu kimoja, anayemfurahia anamjua, na yule anayemchukia au aliyechukia huwa anajua. Ukienda nyumbani mtoto akiwa anakuja kukukimbilia hivi, akikuona umekunja sura, anajua huyu amenichukia huyu. Yule mtoto naye utamuona ile bashasha inapungua. Lakini akiwa anakukimbilia, akiona ile wao, unamuao yule mtoto, na yeye anaongeza ali mapenzi na mahaba, unamuona anafurahi mtoto. Kwa sababu gani? Watoto huwa wanapenda kucheza wakiwa na umri wa miaka 7. Kwa hiyo laibuhu sab'an, jambo la kwanza, cheza na mwanao akiwa na umri wa miaka 7, ajifunze kupitia michezo, kupitia wewe. Lakini jambo la pili, waadhibuhu sab'an, akifikisha umri wa miaka 8 kwenda mbele, 7 ya pili hiyo, miaka 8 mpaka umri wa miaka 14, anza kumfundisha adabu. Hiyo 7 ya pili hiyo, kuanzia miaka 8 mpaka umri wa miaka 14, waadhibuhu sab'an, anza kumfundisha adabu. Yani pale mtoto anza kumwambia, ukimuona mtu mzima mpokee, wewe usile na mkono wa kushoto, kula na mkono wa kulia, wewe ukilala usilale. Yani anza kumfundisha adabu kuanzia miaka 8 kwenda mbele. Miaka 7 akifikisha, anza kumfundisha adabu. Hiyo ndio 7 ya pili. 7 hiyo ndio mtoto anaanza kufundishwa adabu hapo. Kwa hiyo 7 ya pili ni 7 ya kufundishwa adabu. Akifikisha miaka 14, ulama wa elimu ya malezi wanasema wa akhihi, tengeneza naye urafiki. Sasa tengeneza naye urafiki akiwa na umri wa miaka 14. Pale mtoto anatakiwa awe rafiki yako. Wa akhihi sab'an, tengeneza naye urafiki akiwa na miaka 14. Hiyo 7 ya tatu. Kwa sababu gani? Ibrahim alayhi salam, ukisoma hapa, falamma balagha ma'ahu sa'ya,
alipofikisha umri wa kwenda naye. Umeona hapa ulama wanasema Ismail alikuwa na miaka 13. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, alipofikisha umri wa kwenda naye tayari Ibrahim akaanza kutengeneza urafiki na Ismail. Umeona hiki kisa kinavyofundisha malezi ya watoto. Ibrahim akaanza kutengeneza urafiki na Ismail mpaka wa kutoka naye na kwenda kutembea naye. Kwa hiyo mtoto kuanzia miaka 14 kwenda mbele anatakiwa awe rafiki yako. Sasa kama ni kazini kwako, aanze kujua kwamba mimi kazi nafanya hapa. Kama ni sehemu yako ya biashara, ajue kwamba biashara yangu mimi nafanya hapa. Kama ni marafiki, aanze kujua marafiki zangu ni huyu na huyu, vijiwe vyangu ni hivi na hivi. Yani maana yake ile mizunguko yako aione. Sasa ikiwa mizunguko yako ndo ya hovyo, sijui utatembea naye vipi au utatengeneza naye vipi urafiki, sijui. Lakini inavyotakiwa kwenye malezi, wa akhahu sab'an, tengeneza naye urafiki sasa akiwa na umri hiyo wa miaka 14, 7 ya 3 hiyo kwenye malezi. Lazima mtoto kuna baadhi ya vitu avijue. Lazima anakuwa rafiki yako, natembea pamoja, unashauriana naye, unaanza kumwambia hili baya, hili zuri, ili acha, ili fanya hivi. Mnashauriana katika mambo. Mwanangu hili unasemaje? Anza kumsikiliza, anza kumpa ule uhuru wa kifikra wa kuzungumza na baba yake au na mama yake, wa kushauriana naye katika baadhi ya mambo. Anza kumpa uhuru huo kuanzia miaka 14. Haitakiwi kuwa yule baba wa kikoloni kwamba mtoto akimwona baba hatakiwi kuzungumza naye. Hapana. Ibrahim alayhi salam anafundisha hapa kwamba mtoto alipofikisha miaka 13 ilikuwa tayari kashaanza kushauriana naye. Ndio maana anamwambia kwamba inni ara fil manami, kwamba inni ara fil manami anni adbauka, mimi nimeota katika ndoto ninakuchinja, fandhur madha tara, unaonaje mwanangu? Anashauriana naye akiwa na miaka 13 mtoto wake Ismail. Ismaili naye anashauriana na baba yake, anamwambia ya abati if'al ma tu'mar, baba yangu fanya kile ambacho ulichoamrishwa na Allah. Kwa hiyo unaona, ukimpa uhuru mtoto anaweza akawa ni sehemu ya kukushauri, tena ushauri uliokuwa mzuri. Ismaili anamshauri baba yake ushauri uliokuwa mzuri kwamba if'al ma tu'mar, baba yangu fanya kile ambacho ulichoamrishwa na Allah, fanya. Ushauri uliokuwa mzuri. Kwa hiyo watoto wakati mwingine wanaweza kuwa ni washauri wazuri katika maisha yetu kama wazazi, kama Ismail alivyokuwa anamshauri baba yake. Lakini atakuwa mtoto mzuri na mshauri wako atakuwa ni mzuri huyu mtoto iwapo atakuwa ni mtoto mwema, aliyezaliwa katika mazazi yaliyokuwa mema, aliyekulia katika makuzi yaliyokuwa mema, atakushauri katika njia iliyokuwa ya sawa sawa. Lakini kama hakuzaliwa kwenye mazazi yaliyokuwa mema na malezi yaliyokuwa mema, hawezi kuwa mtoto aliyekuwa mwema, haiwezekani. Kwa vyovyote ukimuomba ushauri, hata kushauri ushauri uliokuwa mzuri. Kwa mfano, ukamwambia mwanao sasa hivi ambaye hakuzaliwa katika mazazi yaliyokuwa mema na makuzi yaliyokuwa mema, mwanangu mimi natakiwa nikuchinje, atakwambia wewe dingi miarusho nini? Yaani lazima itakuwa hivyo, yani unichinje mimi hivyo, lazima. Ndio ushauri wake atakapokuambia acha ujinga wako bwana, ndoto za ajabu ajabu achana nazo hizo bwana, ndio ushauri utakaoupokea. Kwa sababu gani? Hakuwa na malezi yaliyokuwa mazuri. Lakini Ismail aliyepata malezi yaliyokuwa mazuri anamwambia baba yake if'al ma tu'maru, fanya kile ambacho ulichoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtoto analelewa katika 7-3. 7-3, mlee mtoto katika 7-3. Ukikosea hapo utajikuta upo katika maangamivu yaliyokuwa makubwa sana, kwa sababu kila stage mtoto ana aina yake ya malezi ambayo anatakiwa aweze kuipitia kutoka kwa wazazi wake. Katika malezi ya watoto kuna baadhi ya tabia mtoto huwa anaadapti kutoka kwa baba au mama, au psychologically yule mtoto huwa anaanza kuharibika toka akiwa mdogo. Mimi nitawaambieni kuna baadhi ya tabia watoto wengi wanazo na wameanza nazo toka wakiwa wadogo, tabia hizo, na mpaka wamekuwa nazo hizo tabia na wamekuwa wana tabia mbaya mfano wake hakuna. Tabia ya kwanza ni tabia inaitwa ni lying, tabia ya uongo. Lying, tabia ya uongo.
Waingereza wanasema lying, uongo. Mtoto anaweza akawa muongo, lakini mtoto hawezi kuwa muongo isipokuwa kwa vyovyote vile tabia ya uongo atakuwa ameadapti kwa baba yake au kwa mama yake. Tabia ya uongo kwa mtoto huwa anakuwa ameadapti kutoka kwa baba au mama, tabia ya uongo. Kwa sababu mtoto akizaliwa huwa hajui kama kuna uongo, ila uongo anakuja kujua baada ya yeye kuwa anaahidiwa vitu na baba yake au mama yake, au vile vitu havipati. Anajua kwamba la, kumbe kuna uongo. Kama vile ninavyomwaahidi ndugu yangu hapa, nitamwandikia ile dua ya sala magharibi, isha, siku zinakwenda. Na mtoto hivyo hivyo, baba niletee pipi, nitakuletea mwanangu. Ukirudi ambia, mwanangu leo bwana nimesahau. Mtoto anajua baba akasahau. Kesho, baba pipi niletee, nitakuletea. Ukirudi hamna. Mwisho wa siku mtoto anajua kumbe ni uongo. Kwa hiyo anakuwa ameadapti ile tabia kutoka kwa baba. The same na mama vile vile. Mtoto anaweza kuadapti tabia ya uongo kutoka kwa mama. Kwa hiyo uongo ni moja ya tabia ambazo wakati mwingine watoto wanaadapti kutoka kwa wazazi, kwa sababu wazazi ni waovu na waongo. Lakini Ibrahim hakuwahi kumdanganya mwanawe Ismail. Hakuwahi kumdanganya. Ndiyo maana Ibrahim alayhi salam alipomwambia mwanawe, inni ara fil manami anni adhbahuka, mimi nimeona katika ndoto ninakuchinja. Ismaili moja kwa moja akamsadikisha baba yake kuwa ni kweli. Kwa nini? Kwa sababu Ismail hakuwahi kuona uongo kwa baba yake. Kwa hiyo moja ya tabia zinazopelekea kuharibu katika malezi, mpaka tunapata watoto waliokuwa waovu tukashindwa kuwafanya kuwa ni washauri wetu, ni kwa sababu sisi wenyewe tuna tabia za uongo. Waarabu wana methali moja, wanasema kaifa tastaqimu dhilli wa shajaru awaju, vipi kivuli kinaweza kikawa kimenyooka hali ya kuwa mti umepinda? Kivuli kinawezaje kuwa kimenyooka wakati mti umepinda? Kwa hiyo ukimuona mtoto muongo, maana yake na baba ni muongo, maana yake na mama ni muongo. Kwa hiyo tabia ya kwanza ni lying, tabia ya uongo. Watoto huwa wanaadapti kwa wazazi. Lakini Ibrahim alayhi salam hakuwa muongo. Ndio maana mwanawe Ismail akakubali kwamba anachokisema baba ni cha kweli. Akamwambia if'al ma tu'maru satajiduni insha Allahu minas sabirin. Baba fanya. Akasadikisha moja kwa moja. Tabia ya uongo ni tabia mbaya sana, ambayo watoto nao wanaadapti kwa baba, wanaadapti kwa mama, kisha wanakuwa nayo. Ndio maana baadaye ukija kumwambia mwanangu, wewe kuna jambo 1 2 3 4 5, dingi wewe muongo bwana, ameusho tu, kwa sababu tayari kuna baadhi ya tabia alishaadapti toka ikiwa mdogo kutoka kwako. Lakini kwa nini Ismaili akumwambia hivyo baba yake? Kwa sababu alikuwa anamjua baba yake alikuwa ni as-sadiq, alikuwa ni mkweli. Hii ni tabia ya kwanza ambayo watoto wanaadapti kwa wazazi wao. Tabia ya pili ni tabia ya abusive language. Kwa abuse, ile abusive language. Yani kuna baadhi ya wakati tuna watoto sisi katika majumba yetu, yani we mbwa, we nani, yani ile tabia ya abusive language. Yani kuna lugha ambayo unamtolea mtoto akiwatoka yuko mdogo. Yule mtoto naye huwa anaadapti ile tabia. Unajua hicho kitu kipo katika wakina mama wengi. Sisi tumekulia kwenye hayo mazingira. Yani mama kukuita mbwa ni jambo la kawaida sana. Shehe anacheka pale, anakubali kwamba hilo jambo lipo. Yani mama kumuita mbwa mtoto wake ni jambo la kawaida. Au ukapigwa na sufuria au na mwiko ukatopiwa huko, ni jambo la kawaida sana kwa baadhi ya wazazi wengi sana kuwaita watoto zao. Sasa ile abusive language watoto huwa wanaadapti kwa wazazi, kwa sababu wanajua hii ndio lugha ambayo inamkera mtu. Kwa hiyo na wao wakikua wanakuwa na lugha za kukera. Kwa mfano anaweza akawa na mwenzie akamwambia kichwa kama sanduku. Yani ukimwona mtoto anaweza kumlaani mwenzie akamwambia kichwa kama sanduku. Ni tabia ambazo mtoto anakuwa ameadapti. Ni abusive language ambayo mtoto anakuwa ameichukua kwa baba au mama, kwa sababu aliona mama yake akimuita hivyo au baba yake akimlaani kwa maneno ya sampuli hiyo. Kwa hiyo mtoto na yeye amechukua ile tabia, naye anakuwa na kanuni ya kuwaambia wenzie maneno kama hayo. Lakini Ismail alayhi salam hakuwa hivyo. Yani haijapata hapo kutokea kwamba Ismail akawa na hiyo abusive language kwamba anaweza kumabuse mtu kwa lugha ya aina fulani, au baba yake
mwanangu, nimeota katika ndoto mimi nakuchinja, unasemaje? Akamwambia dingi bwana, wewe mieusho bwana, wewe bwana. Hakuwa na lugha hizo, kwa sababu hakuwahi kuona baba yake au mama yake akimwambia maneno ya ajabu ajabu. Kwa hiyo wakati fulani wazazi kuwazungumzisha watoto zetu lugha za ajabu inaweza ikawaathiri mpaka wakiwa wakubwa. Ndio ukiwakuta watoto wakati mwingine wanatamka maneno ya ajabu ajabu, mpaka unajiuliza neno hili anatamka mtoto huyu, lakini ni neno ambalo kalichukua kwa mama yake hilo, ni neno ambalo kalichukua kwa baba yake hilo. Haiwezekani mtoto wa miaka 6, 7 akawa na maneno mengi ya ajabu ya kuweza kuwalaani wenzie. Tena unaweza ukawakuta watu wakati mwingine, muangalie miguu kama miti ya genge, naona hiyo, muangalie matege kama mcheza mpira. Unaona hayo maneno hayo, watoto huwa wana adapt kwa wazazi, zinaitwa ni abusive language kwa watoto. Kwa hiyo unapolea mtoto wako, hakikisha kwamba kuna baadhi ya lugha umwiti au umwambii, kwa sababu zile huwa anakwenda anachukua anakuwa nazo. Akishakuwa mkubwa baadaye, usishangae hata wewe akaja akakujibu vile vile. Waarabu wana methali moja, wanasema aljazau min jinsi al-amal, malipo utokana na aina ya kazi uliofanya. Aljazau min jinsi al-amal, malipo utokana na aina ya kazi ile uliofanya. Kama ulimfundisha mwanao maneno ya aina hiyo, manake ndiyo kazi ya malezi uliyoifanya. Kwa hiyo subiria ile malipo utayapata, tuna wewe lazima atakujibu hivyo, lazima. Kwa hiyo ukimuona mtoto ana lugha za sampuli hiyo, basi tambua ya kwamba mtoto huyo ameadapt hizo tabia za abusive language kutoka kwa wazee wake. Kwa hiyo epuka kwenye malezi ili upate mtoto aliyekuwa mwema. Epuka hilo. Ibrahimu aliomba mtoto aliyekuwa mwema kwa sababu na yeye alikuwa mwema. Rabbi habli minas salihin, fabasharnahu bighulamin halim, tukambashiria kwamba atapata mtoto aliyekuwa mwema kwa sababu yeye alikuwa ni mwema. Hilo ni jambo la pili katika malezi, zingatia sana. Lakini kwenye malezi kuna kitu kinaitwa bullying. Kwa mfano kule Ulaya kuna kesi zipo, kuna baadhi ya watu wanashtakiwa wakati mwingine kwa kesi za kumbuli mtu. Yani bullying ni kumfanyia mtu kitu ambacho unamkera ili wewe upate furaha. Kumbuli kunaitwa bullying, unamkera ili wewe upate furaha. Kwa mfano unamwambia mtu neno la aina fulani, unajua atachukia. Akichukia wewe ndio furaha yako ile. Kwa mfano mimi hapa si mweusi, ukaja ukamwambia bwana black vipi bwana, unajua jina pengine kimita black atachukia. Kwa hiyo kila kitu cha yeye kuchukia, yule ndio anafurahi, inaitwa bullying. Sasa wakati fulani ukiwa unalea kwenye malezi yako, epuka kuna baadhi ya vitu kumfanyia mwanao kwa lengo la kumkera, kumbuli yule mtoto, bullying. Yule mtoto anakuwa kwenye ile tabia, na yeye akiwa mkubwa atakuwa na kawaida hiyo hiyo kuwabuli watu wengine, kuwafanya bully, kuwatamkia maneno ambayo anawakera ili lengo na yeye apate furaha. Na kuna baadhi ya wazazi wako hivyo, kuwatamkia maneno ya ajabu ajabu wakati mwingine watoto zao. Unambuli mtoto na wao wanakuja kuwa na tabia za aina hizo. Hata Ulaya kuna baadhi ya wakati kuna masuala ya racism ni ubaguzi wa rangi. Wakati fulani mchezaji anaweza akawa yupo kwenye kiwango bora sana, basi wale watu wa juu kule wanaweza akachukua maganda ya ndizi au ndizi la akatupiwa yule mchezaji. Nimeona mimi hata yule Vinicius Junior wa Real Madrid alitupiwa ndizi hapa katikati, akasusa na kususa kabisa. Lakini niliona mchezaji mmoja alirushiwa ndizi, yeye akachukua akaimenya akala. Nafikiri alikuwa ni Samuel Eto'o Fields, kitu kama hicho. Yeye walimfanyia bullying, lakini yeye baada ya kuwa lengo lao wamkere ili asiwafunge, yeye alichokifanya akawakera zaidi, akachukua ndizi akala. Kwa sababu ile lengo lake ni kuonyesha wewe nyani, maana yake walikuwa wanambuli yule. Sasa yeye alichokifanya hakukasirika, yeye akachukua ndizi akala, wale wakakasirika zaidi. Sasa kuna baadhi ya watu wana tabia hiyo kwamba anafanya kitu cha aina fulani, anakuprovoke. Nimepata msamiati mzuri ambao naweza nikamprovoke mtu. Yaani kumkera, kumsakama na kitu, kumsakama. Unamsakama mtu na jambo ili achukie. Akichukia, wewe unasema sasa ndio tayari wewe ndio unafurahi katika nafsi yako. Na watoto hivyo hivyo, ukiwa na kanuni ya kumkera katika baadhi ya maneno, naye anajengeka na hiyo tabia. Kumbe mtu ukimuita hivi, ukimfanyia hivi anakuwa anachukia. Na yeye akiwa mkubwa anakuwa hivyo hivyo. Hivyo akiwa mkubwa anakuwa na kawaida hiyo bullying, kuwabuli watu wengine. Kwa hiyo epuka sana kwenye malezi
kumtamkia mtoto vitu vilivyokuwa vibaya, naye anakuwa na tabia zilizokuwa mbaya. Lakini jambo la mwisho, kuna kitu kinaitwa ni physical aggressive au aggression. Yani kuna baadhi ya matendo mtoto anaweza akawa na hasira, ni physical aggression, yani mtoto anakuwa na hasira. Unaweza kuona kuna wale watoto ambao ukimpa pengine pipi hivi, akiwa amekasirika anaiputa hivi, au akiwa mama yake anamlisha wakati mwingine anamwaga bakuli ya uji, au akiwa na kitu fulani akichukia anakwenda anachana kitu fulani, au anakwenda anajitupa chini, au anakwenda anavunja kitu fulani. Ni physical aggression inaitwa. Mtoto wa sampuli hii wakati fulani psychologically huwa anakuwa ameharibika kutokana na aina ya malezi anayopata kutoka kwa mama au baba. Ima psychologically ameharibika huyu mtoto kwa aina ya malezi aliyoyapitia, au physical aggression inatokana wakati mwingine na aina ya vitu ambavyo anaviona kwa baba yake au mama yake, au ni kutokana na aina ya malezi mama yake na baba yake alivyomlea. Na hii mtoto huwa anakuwa nayo. Ndio maana unakuta kuna baadhi ya wanaume wana kawaida ya kususa. Yani unamkuta mtu kitu kidogo kashasusa anaondoka. Huyo mtoto tangu akiwa mdogo, huyo mtu toka akiwa mdogo huyo alikuwa na hiyo physical aggression ambayo ameipata kwenye malezi yake. Kuwa makini sana ukiwa na mtoto, usimlee kwenye yale mazingira hataki kula huyo mwacheni, yani akika mwacheni huyo, yani unamdekeza ili kumdekeza mtoto. Hiyo mtoto anakuwa nayo ni physical aggression ambayo anaipata kwenye malezi. Kuna baadhi ya wakati mtoto anaweza akawa amekasirika, yani usiruhusu akawa anafanya baadhi ya vitu ukasema huyu akiwa na hasira bwana anafanya kitu cha ajabu kweli, yani unakubaliana na ile hali. Usikubali. Yani mtoto tangu akiwa mdogo akiwa na tabia hiyo, akiwa anaputa vitu, unampa hivi hataki, anajigaragaza chini, anafanya hivi. Kuna baadhi ya watoto wana tabia hiyo. Yani hakikisha mtoto wako asiwe na tabia za aina hiyo. Tabia hiyo akikuwa nayo inakwenda kumuathiri vibaya sana akiwa mtu mzima. Sana. Kwa sababu tabia hiyo akiwa mtu mzima ndio inampelekea wakati mwingine kufanya maamuzi ya ajabu. Akiwa mdogo anashindwa kufanya maamuzi. Anakasirika, anakuwa na hasira, anavunja vitu. Labda anaweza akasonya, akamjibu mtu vibaya, lakini akiwa mtu mzima anaweza akawa anafanya vitu vya ajabu. Kwenye hiyo physical aggression. Akiwa mtu mzima kwa sababu anakuwa ana maamuzi. Akiwa mdogo anakuwa ana maamuzi. Akiwa mtu mzima anakuwa na maamuzi. Kwa hiyo tabia hiyo akikuwa nayo, ukubwani itakuja kumfanya atakuwa na maamuzi ya ajabu ajabu. Ima akiwa ameoa, akikerwa kidogo na mke wake anampa talaka. Na ukiona kama kuna wanaume wengi ambao wana kawaida akikerwa kidogo na mke wake anatoa talaka, ni physical aggression ambayo ameipitia kwenye malezi yake. Au pengine mahala kama hapo msikitini, likitokea jambo dogo akikerwa tu anawahi kushauti, anawahi kutukana, anawahi kupigana na mtu. Ni physical aggression ambayo mtu amepitia kwenye malezi. Lakini kuna baadhi ya watu mtu unaweza ukamkera alafu akawa anatabasamu hivi, anakutazama na tabasamu, wala achukue action yoyote, kwa sababu kuna baadhi ya tabia hizo za physical aggression ambazo kwenye malezi yake hakuzipitia. Kwa hiyo hata umkere vipi, Ismail alayhi salam alipitia kwenye malezi yaliyokuwa bora. Haikuwahi kutokea baba yake akamwambia mwanangu bwana nimeota katika ndoto ninakuchinja, unasemaje? Akaenda kuvunja vitu, akaanza kufanya hivyo. Haikuwa hivyo. Kwa sababu gani? Kuna malezi bora aliyokuwa ameyapitia, hiyo physical aggression. Ibrahim alayhi salam alimlea mtoto wake kwenye malezi yaliyokuwa bora. Na ipo hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, japokuwa baadhi ya wanawachuoni wameidhoofisha, wanasema katika saba ya kwanza, sab'un amirun, mtoto katika saba ya kwanza anakuwa ndio kiongozi, anakuongoza. Baba nataka hiki, sawa mwanangu. Nataka hivi, sawa mwanangu. Saba ya kwanza. Lakini saba ya pili, wa sab'un wa asirun, saba ya pili anatakiwa awe mtumwa yule mtoto, wewe ndio muongoze yule, akusikilize unasemaje. Saba ya pili. Saba ya tatu, wa sab'un wazirun, saba ya tatu mtoto anakuwa ni mshauri wako, mnashauriana kama vile waziri anapokuwa katika baraza la mawaziri na rais, anakuwa ndio anashauri na yeye. Hii ni saba ya tatu kwenye malezi. Kwa hiyo kama unavyoona Ibrahim alipokuwa anashauriana na mwanae kwamba inni ara fil manami fandhuru madha tara, mwanangu unaonaje?
Ismail anamwambia baba yake, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insha Allah minas sabirin. Unaona hapa wanashauriana. Hii ni saba ya mwisho kwenye malezi. Anakuwa ni waziri, mnashauriana. Lakini mpaka mtoto apitie malezi yaliyokuwa bora. Sasa haya yote yanawezekana, mtoto akawa ni mshauri kwenye malezi. Mada yetu ya msingi ni kwamba watoto wanaweza kuwa ni washauri katika malezi, lakini pale ambapo watakapokuwa wamepitia malezi yaliyokuwa bora. Kama mnavyoona Ismail amepitia katika malezi yaliyokuwa bora, ndio maana akaweza kukubali lile jambo la baba yake. Lakini otherwise haiwezekani mtoto wako akamwambia ni kuchinja akakubali, haiwezekani. Lakini jambo la pili tunajifunza, wanawake au wake zetu wanaweza kuwa ni washauri vile vile. Mama Hajra, mama yake na Ismail alayhi salam, alipoambiwa jambo hili hakusita kwamba pengine mme wangu, alimshauri vyema mme wake. Tena ushauri aliyompa mme wake akamwambia, kifanye kiwe kizuri kile kisu chako, yani kifanye kiwe kikali. Ndio ushauri alompa mme wake, kifanye kiwe kikali kile kisu chako, ili utakapomchinja mwanangu asipate maumivu makali sana, ile huruma ya umama ikamwingia. Lakini hakumwambia sitaki hivi na hivi, haikuwa hivyo. Tujiulize mimi na wewe, katika majumba yetu tuna wake zetu tunao. Tunaweza kwenda kuwashauri jambo kama hilo, kwamba inni ara fil manami anni azbahuka, kwamba nimeota katika ndoto ninakuchinja, na mwambia kichanga mama yake, unasemaje huyu mwanangu nimchinje? Reaction ya wake zetu itakuwaje? Sikwambii kwenda kumwambia jambo kama hilo tu. Sasa hivi nenda kumwambia mke wako, bwana mke wangu, Mwenyezi Mungu anasema ya ayuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yurafna fala yudhaina. Mke wangu vaa jilbab, vaa shungi. Hebu nenda kumwambia hivyo mke wako, alafu sikiliza majibu atakayokujibu mawili. Ima usheuo umeanza lini, au niache na maisha yangu umenikuta hivi hivi. Majibu hayo mawili utakumbana nayo. Usheuo umeanza lini, au umenikuta na maisha yangu hivi hivi, niache. Ukinitaka niache hivi hivi, utaki nipe talaka niende kwetu. Haya mawili utakutana nayo kwa wake zetu hawa wa leo tuliokuwa nao. Na tuna wake pengine tunaswali, lakini wake zetu hawavai majilbabu, hawajisiri. Ukienda kumwambia, kwa sababu gani? Kwa sababu kuna maisha ambayo wewe anakujua uliyapitia. Kuna maisha fulani ambayo wewe umeyapitia, anakujua kwamba wewe ni muovu, wewe hivi. Unajua kuna baadhi ya wakati unaweza ukawa unafanya ibada, alafu kuna baadhi ya wakati mke wako anakufumania hata kwenye message kwamba kuna mambo unayafanya kwa njia asili. Sasa yale mambo yale huwa wakati mwingine anamuondoshia ile trust huwa inaondoka kwa mke wako. Siku ukimwambia jambo la dini anakuambia ushehuo umeanza lini? Japokuwa unafanya ibada, lakini kwa kuwa kashawahi kukufumania anaona uweze kumwambia kitu. Hiyo hali huwa inatokea kwenye maisha ya ndoa. Kwa wale ambao wako kwenye ndoa, hilo jambo watakuwa wanalijua. Lakini mama Hajra, mama yake na Ismail, mke wake na Ibrahim, haikuwa hivyo. Alipomwambia mke wangu mimi nimeoteshwa, manake ni wahai umekuja kutoka kwa Allah kwamba nimchinje Ismail, mke wake hakumwambia mume wangu hilo jambo haliwezekani, ushehuo umeanza lini, hakumwambia hivyo. Tunajifunza ya kwamba wakati fulani mke anaweza kuwa mshauri aliyekuwa mzuri kwa mume wake, iwapo mume atakuwa ni mume aliyekuwa mwema na mume aliyekuwa bora. Lakini mke anaweza asiwe mshauri mzuri iwapo mume naye ni muovu. Kwa hiyo ili kumbe mke naye awe ni mwema, awe ni mzuri, sharti mume kumbe ndo awe kila kitu kwenye familia. Kaifa tastaqimu dhilli wa shajaru a'waju, vipi kivuli kiwe kimenyooka na mti umepinda? Inawezekana vipi? Kwa hiyo all in all, kwenye kisa hiki, kwenye jambo hili tunajifunza ya kwamba muhimili mkuu hapa ni Ibrahim alayhi salam. Kwenye malezi ya Ismail, mpaka Ismail anakubali kuchinjwa, mpaka wanaweza kushauriana, kumbe hapa Ibrahimu ndio alitengeneza hii hali. Mpaka mama Hajra anakubali mwanae kuchinjwa, anashauriana na mume wake, kumbe Ibrahimu ndio alikuwa mume bora kwa mke wake. Ndio maana Hajra akaweza kukubali yote haya. Kinyume na hapo, usitegemee kuwa na mke aliyekuwa mwema. Kinyume na hapo, usitarajie kuwa na mshauri mtoto wako akawa ni mshauri mzuri kwako. Na siku zote kwenye maisha ya ndoa, mtu wa kwanza ambaye unapaswa kushauriana naye kwenye jambo lolote liye mke wako. Yani kama kuna timu ya ushindi unahitaji kwenda nayo kwenye jambo lolote, basi ni mke wako, ni familia yako.
Kama unahitaji timu ya ushindi kwenye maisha yako, siku zote tembea na familia yako. Watu wengine wote hawa unaweza ukawa nao kwenye maisha mengine ya kawaida, lakini kwenye matatizo siku zote unabakia na familia yako. Yani utabakia na mke wako au utabakia na wanao. Kwa hiyo ukiwa na jambo lolote kwenye maisha unahitaji ushauri, mshauri wa kwanza awe ni mke wako. Japokuwa hao wanawake wenyewe nao washauri katika zama zetu nao wamepotea, wamekimbia. Kwa sababu sasa hivi unaweza ukawa na jambo na kushauriana na mke wako, ukawa umekuwa ndio mtumwa kwenye maisha ya ndoa. Yani unaweza ukawa na siri, ukamfuata mke wangu, bwana kuna jambo 1 2 3 4 5, ili jambo tufanyaje? Basi yule mwanamke usigombane naye. Siku utakayogombana naye, nitakwenda kusema siri zako zote. Unaona jambo hilo? Yani ndio wanawake zetu wa siku tuliokuwa nao hao. Lakini mama Hajira hakuwa hivyo. Ndio maana Ibrahimu akamfanya kuwa mshauri. Unaweza ukawa unajua siri za mume wako, lakini siku mkigombana haiwezi kuwa ndio sababu ndio bakora ya kwenda kumchapia tena kwamba najua siri zako hivi na hivi na hivi. Hapana. Sasa hivi unaweza ukawa na jambo, pengine umenunua kiwanja chako Kimanzichana, kiwanja chako Bagamoyo, sasa mwingine unajenga, huyu mke wangu sharti kila kitu ajue. Basi kile kitendo cha kujua tu mke wako kila kitu chako kosa, anaanza kudai talaka, lengo mgawane mali. Unaona shida ilipoingia katika zama za leo za wanawake wenyewe hao. Ndio maana nao wanaume wanashindwa kuwafanya washauri kama Ibrahimu alivyomfanya Hajira kuwa ni mshauri wake. Wanaume katika zama hizi nao wanashindwa kuwafanya wake zao kuwa ni washauri. Mtu anaweza akawa anajenga mahala mke wake ajui. Kwa nini? Kwa sababu kamwangalia akaona huyu yuko after money hapa. Waingereza wanasema ni gold digger. Yaani mchimba madini huyu yuko hapa, kuna jambo analitaka. Nikigombana naye siku anipeka mahakamani. Nini? Anataka tugawane mali. Kwa hiyo wanaume wanaweza wakawa na mali hawasemi. Kuna ushauri mmoja baba yangu aliwahi kunipa, Mwenyezi Mungu amrehemu kwa alipo, akasema kwenye maisha haya wanawake tuwaheshimu kwa sababu ni mama zetu tu. Anaambia mwanamke muheshimu kwa sababu ni mama yako tu. Lakini kuwa makini. Ukienda nyumbani na 1000, hakikisha anaona 300 700 ficha. Ushauri walinipa babangu. Sikujua ina maana gani, lakini siku zilivyokuwa zinakwenda nikaja nikagundua kwamba ule ushauri wake kumbe mzee alikuwa anamaanisha hivi. Kumbe mzee alikuwa anamaanisha hivi. Kwa sababu gani? Aina ya zama tulizokuwa nazo, hao wanawake wenyewe nao wakuwa washauri nao hawapo. Dunia imeharibika sasa hivi kuwa na hao wanawake waliokuwa wazuri. Kwa hiyo nao ni ujumbe kwa wanawake, ili wawe wanawake ambao wanaweza wakashauriana. Wanaume wakafunguka, wanatakiwa wawe na tabia kama za mama Hajira, subra katika maisha ya ndoa. Ndio maana Ismaili akamwambia baba yake kwamba satajiduni insha Allahu minas sabirin. Subira inatakiwa kwenye maisha ya ndoa. Watoto wawe na subra, wanawake wawe na subra kwa waume zao, na wakubali yale maisha ambayo wakati mwingine wanayapitia kwenye maisha ya ndoa. Ndio mwanaume anaweza akafunguka, mwanaume anaweza akamfanya mke wake kuwa mshauri. Lakini mimi nina imani 100% kubwa kuna wanaume ambao wana mambo mengi wanafanya wake zao hawajui. Katika wakati huu tuliokuwa nao, kuna wanaume wengi wanafanya mambo mengi wake zao hawajui. Kwa nini? Kwa sababu kashamtazama, kamuona huyu sio. Ana khiari baadhi ya mambo kuambia rafiki zake, lakini sio mkewe. Kwa sababu ya wanawake nao wamepoteza sifa za kuwa wanawake waliokuwa bora. Kwa hiyo Ibrahim alayhi salam kwenye kisa hiki anatufundisha wakati mwingine kutafuta wanawake waliokuwa bora. Hili ni jambo la msingi sana, kutafuta wanawake waliokuwa bora. Lakini wakati unaomba upate mwanamke aliyokuwa bora, usisahau na wewe kujiombea dua uwe mume uliokuwa bora. Kwa sababu huwezi kuvaa suti na ndala za chooni. Huwezi kama. Narudia tena hapo. Huwezi kuvaa suti na ndala za chooni. Wakati unaomba mke bora, omba na wewe uwe mume uliyekuwa bora. Wakati Ibrahimu anaomba kizazi kilichokuwa chema, Rabbi habli minas salihin, na yeye alikuwa ni baba aliyekuwa bora. Mwenyezi Mungu akasabasharnahu bi ghulamin halim, tukambashiria kwamba atapata mtoto aliyekuwa mwema. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anavyofanya mambo yake. Inshallah muda wa adhana umefika, tuadhini kisha tuweze kumalizia dakika 2 zilizobakia inshallah.